Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, pigo kubwa latokea ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club muda huu hapa ninavyozungumza na wewe mwana michezo wangu. Inaelezwa kwamba kuna nyota muhimu kwelikweli kwenye kutokea kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga ambaye hatakuwepo kwenye mchezo wa Kariakoo Derby Machi moja pale visiwani Zanzibar. Na huyu mchezaji ni miongoni mwa wachezaji ambao ni tegemezi kwelikweli kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao mara zote huwa anaanzaga kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Jina la nyota huyu niko nalo hapa mezani kwangu, nitakuja kukusogezea moja kwa moja ili nawe uweze kumfahamu ni mchezaji gani huyu ambaye atakosekana kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kutokea kwenye timu hiyo ya Yanga Sports Club. Lakini pia kabla sijakusogezea jina la huyu mchezaji moja kwa moja naye uweze kulifahamu, naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio time yako ya kwanza na join nasi hapa Top 5 Media alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa una vitu na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakujuza na kukusogezea yeye moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukusogezea yeye moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekugusa hapo awali kuhusiana na mchezaji kutokea ndani ya klabu ya Yanga ambaye atakosa mchezo wa Kariakoo Derby. Na huyu ni miongoni mwa wachezaji muhimu kweli, mara zote huwa anaanzaga kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Sasa kwenye press ambayo iliweza kufanyika, kocha mkuu wa klabu ya Yanga hapa namzungumzia bwana Pedro Gonçalves, yeye katika mazungumzo yake aliweza kugusia kuhusiana na swala la mchezaji Pacome Zouzoua juu ya afya yake kuelekea kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Kama ninavyofahamu, mchezaji huyu Pacome Zouzoua aliweza kupata injured kwenye mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie, lakini pia hakuweza kuonekana kwenye michezo miwili ya mwisho ambayo klabu ya Yanga aliweza kucheza kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara kabla ya mchezo huu wa Kariakoo Derby. Sasa kocha huyu mkuu wa klabu ya Yanga kuhusiana na sakata hilo na mchezaji huyu Pacome Zouzoua juu ya hali yake inayoendelea sasa hivi, amesema ya kwamba Pacome ni mchezaji muhimu kwenye kikosi chetu, hivyo tutamwangalia kwenye mazoezi ya leo, halafu baada ya hapo tutaamua baada ya kuona namna yeye mwenyewe anavyojisikia. Hivyo kucheza kwa Pacome inategemea mazoezini ataonyesha kitu gani. Kwa hiyo hapa kwa kauli hii ambayo ameisema kocha huyu kuna hatihati, huenda mchezaji huyu akaanza kwenye kikosi cha kwanza au mchezaji huyu asiwepo kabisa kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya timu